Karibu sana kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Chaneli hii inatuletea mahubiri ya neno la Mungu na kutufundisha namna kufanikiwa katika ulimwengu wa kiroho. Siku ya leo tunaendelea kujifunza katika somo letu pendwa ambalo tunajifunza kwa habari ya mkuu wa anga. Tuko katika sehemu ya 11. Tumejifunza kwa habari ya mkuu wa anga ni nani. Sitafundisha hapo, angalia hapo chini kwenye masomo utapata mkuu wa anga ni nani. Nimefundisha pia kwa ajili ya mkuu wa anga anavyosaidia manabii wa uongo, anavyotawala kwenye anga, anavyoketi kwenye anga, anavyo utendaji kazi wa mkuu wa anga kwenye anga. Lakini leo tuko katika sehemu nyingine ya tofauti sana, ambao tupo katika kazi za mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Kazi za mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Kazi za mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Somo ililopita nimefundisha kazi kubwa kabisa ya mkuu wa anga. Nikafundisha ya kwamba katika ulimwengu wa roho anazuia maombi. Anazuia maombi. Kwa unapoomba unapigwa na miayo, unapoomba unasikia usingizi mzito, unapoomba unasikia tu uchovu, unashindwa kuomba. Hizo ni kazi za mkuu wa anga. Pendwa unanisikiliza, leo tutaingia katika sehemu ya pili ya kazi za mkuu wa anga. Na kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, nichukue fursa hii kukuambia subscribe, kukuomba subscribe na kuomba subscribe channel hii. Unapo subscribe channel hii, masomo tunayoyatuma unayapata kwa wakati. Yaani hamna njia nyingine ya kuyapata masomo yetu zaidi ya kusubscribe channel hii. Bonyeza alama ya kengele hapo juu na tayari utakuwa umejiunga na sisi. Kwa hiyo utakuwa moja kwa moja unapata masomo yetu kwa wakati na kwa muda mwafaka. Leo nataka nizungumze na Mungu akubariki, akusaidie sana uweze kuelewa. Tuko kwenye kazi ya pili ya mkuu wa anga. Kazi ya pili ya mkuu wa anga. Kazi ya pili ya mkuu wa anga huwa anakamata ufahamu wa rohoni. Anashika ufahamu wa rohoni. Tutaanza kuangalia unapokuwa katika jamii, ambayo imetuzunguka, silaha kubwa anayoitumia shetani au wachawi katika ulimwengu wa roho, kabla hajakuroga, cha kwanza anashika ufahamu wako wa rohoni. Akishika ufahamu wako wa rohoni, hata kama unapita kwenye maisha magumu, hata kama unapita kwenye mateso, hata kama unapita kwenye shida, cha kwanza unaona kwamba ni maisha ya kawaida. Ufahamu ukishikwa, hata kama unapita kwenye changamoto mbalimbali, mateso mbalimbali, cha kwanza unaona kwamba ni kawaida tu, ni maisha ya kawaida tu. Mfano, mtu akiwa kichaa, hata kama anakula kinyesi, hata kama anakula jalalani, tena wewe uliye sawasawa, ukimwona vile, yeye mwenyewe pia anakushangaa. Yeye anaona yuko sawasawa. Kwa katika ulimwengu wa roho wa giza, wakitaka kukushambulia, wakitaka kukuangamiza, cha kwanza, kabla hawajakuroga, kabla hawajakuharibia maisha, wanashika ufahamu wako wa rohoni. Wakichukua ufahamu wako wa kiroho, chochote unachokifanya, wanaweza sasa kukuroga, wakaribu ndoto zako, maisha yako. Unasema, mtumishi unaongea nini? Mtumishi unaongea nini? Tutaanza kama ifuatavyo. Kuna watu walikuwa na ndoto kwenye maisha. Kuna watu walikuwa na ndoto kwenye jamii. Natamani kuwa mtu fulani kwenye maisha haya nilionayo. Natamani kuwa mtu wa namna gani? Labda anataka kuwa ndoto zake ziweze kutimia. Lakini na tena mtu huyu unakuta anajipambania ili ndoto zake ziweze kutimia.
Mtu huyu anajipambania kwenye uchumi, kwenye mafanikio, ili ndoto zake ziweze kutimia. Lakini inafika mtu huyu mwenye ndoto kubwa au malengo makubwa, ndoto zile inafika kipindi anakata tamaa. Na hata ukishikwa ufahamu ndoto zako ulizokuwa nazo, malengo kwamba nataka niwe mtu wa namna gani, nataka niishi maisha namna gani, zile ndoto zinakufa. Yale malengo ya mtu yanakufa. Unashangaa unakata tamaa na kile ulichokuwa unakiamini kwamba nakiweza, naweza kukifanya, naweza kukitenda. Unakata tamaa kwa sababu wameshika ufahamu wako, na unaweza pia ukavunjika moyo kwa kile ambacho ulikuwa unaweza kukifanya kwenye maisha yako. Nini nataka nifundishe siku ya leo? Ufahamu wa rohoni ukikamatwa. Unapopita kwenye jamii unaona kuna vita vingi sana. Huyu hatunzi familia, una vita vingi sana. Mama hajijali, baba hajali familia, kuna vita vingi sana. Unakuta huyu yani amekuwa tu mnywa pombe wa kupitiliza, na mwanzo hakuwa hivyo. Unakuta huyu yani amekuwa ni mtu ambaye hasaminiki kwenye familia, hajaliki kwenye familia, na unakuta mtu yupo kwenye maisha ambayo anafanya matukio yanayoumiza wengine, matukio yanayoumiza ndugu, matukio yanayoumiza familia, matukio yanayoumiza kwenye ukoo. Kabla hawajamfanya hivyo, cha kwanza walishika ufahamu. Ndio maana mwanzo hakuwa hivyo. Kwa ukiona mtu yuko kwenye hali ya namna hiyo, kabla hawajakuroga magonjwa, hawajakuroga mauti, hawajakuroga laana, wanashika kwanza ufahamu wako. Wakishashika ufahamu, mtu anaharibikiwa katika kila jambo analolifanya. Kitabu cha Danieli sura ya 1, na ndo unajikuta wakishika ufahamu wa mtu, maisha ya mtu huyo yanaanza kuharibikiwa. Ulikuwa na mali zinapukutika, ulikuwa na uwezo wa kutafuta pesa, uwezo unapotea. Ulikuwa na uwezo wa kutunza familia, uwezo unapotea. Ulikuwa na uwezo wa kufanya biashara, unacheza michezo, unaweza kucheza michezo, uwezo huo unapotea. Kilichofungwa kwako ni ufahamu wa rohoni. Kilichoshikwa kwako ni ufahamu wa rohoni. Kwa tunapoingia katika maombi ya kuweza kurudisha maisha yako, mafanikio yako, wakitaka kukuvuruga, cha kwanza wanashika ufahamu wako wa rohoni. Hii ni kazi ya mkuu wa anga. Hii ni kazi ya mkuu wa anga. Danieli sura ya 1, kitabu cha Danieli sura ile ya 1 mstari wa 17. Danieli sura ya 1 mstari wa 17. Kitabu cha Danieli sura ya 1 mstari wa 17. Wakitaka kuharibu maisha yako, wanashika ufahamu wako wa rohoni. Ndio maana nakuta mtu mlevi tu, nakuta mtu tu ameamua kuwa mzinzi tu, ameamua tu kuwa mwovu tu, kwa sababu wameshika ufahamu wake wa rohoni. Danieli sura ya 1 mstari ule wa 17. Tutaangalia katika kitabu cha Danieli sura ya 1 mstari wa 17. Maandiko yanasema katika Danieli sura ya 1 mstari wa 17, basi kwa habari hao vijana 4 Mungu aliwapa maarifa, ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote. Anasema Danieli alikuwa na ufahamu katika maono yote. Ufahamu wa mtu ndio umebeba maisha ya mtu. Ukisoma vizuri Biblia katika hii Danieli sura ya 1 mstari ule wa 11 na 17. Danieli sura ya 1 mstari wa 17. Maandiko yanasema Danieli alipewa ufahamu katika maono na ndoto. Anapozungumza katika maono na anapozungumza katika ndoto,
hamaanishi kwamba ni maono katika ulimwengu wa roho, kwamba aliona, alipewa ufahamu katika maono na ndoto, kuona vitu na kutafasiri ndoto na kuona ndoto. Na ndio maana kitabu cha Danieli sura ile ya kwanza mpaka sura ya mwisho kimejaa ndoto. Alikuwa ni mtaalamu wa kutafasiri ndoto. Danieli alikuwa ni mtaalamu wa kutafasiri ndoto. Danieli, hakuna ndoto ambayo Danieli ilimshinda. Tumesoma vizuri Biblia, hata waliposhindwa wachawi, waganga kutafasiri ndoto za wafalme, Danieli alitafasiri kwa urahisi. Danieli alitafasiri kwa wepesi. Kwa nini? Nini kilichomsaidia Danieli atafasiri kwa wepesi na urahisi? Kwa sababu alikuwa na ufahamu katika lile eneo alilokuwa anafanya kazi. Na maisha ya Danieli yaliinuliwa mpaka kuwa waziri mkuu. Maisha ya Danieli yaliinuliwa mpaka kuwa mtu mkuu sana. Lakini kilichomfanya Danieli kuwa mtu mkuu sio maombi. Kilichomfanya Danieli kuwa mtu mkuu sio kufunga. Danieli alikuwa na neema ya kutafasiri ndoto. Hakukuwa na ndoto yoyote ambayo Danieli alishindwa. Nini kilimsaidia? Sio kwamba alikuwa ni mtu tofauti sana, alikuwa ni mtu wa kawaida, lakini ufahamu wake wa kiroho, Mungu amempa ufahamu katika ndoto na maono. Lakini Danieli huyu ungempeleka kwenye mambo ya biashara, angeshindwa kwa sababu hakuwa na ufahamu wa biashara. Kuna watu wana ufahamu wa biashara. Huo ufahamu ndio unamsaidia kwenye biashara afanye vizuri. Kuna watu, narudia, ana ufahamu kwenye biashara. Ufahamu wako huo ndio unakusaidia ufanye biashara vizuri. Kuna watu wana ufahamu kwenye ndoa. Kuna watu wana ufahamu kwenye pesa. Anajua namna ya kutafuta pesa. Hawezi kukaa na biashara moja, ana biashara vingi vidogo vidogo, na ukija kuangalia pesa anayoipata hata mfanyakazi wa serikalini hawezi kuipata. Anajua kubuni mazingira biashara, kafika sehemu akabuni, maana ana ufahamu wa biashara. Lakini kuna wengine wana ufahamu wa kiroho, sio biashara, wa kiroho, kwenye eneo la maombi. Mwingine ana ufahamu kwenye maombi, mwingine ana ufahamu kwenye kuhubiri, mwingine ana ufahamu kwenye kufunga. Kwa tunaona maisha ya Danieli, kilichomsaidia nabii Daniel ili afanikiwe, ili ainuke kimaisha, ufahamu wake wa rohoni ulihusika. Kwa hiyo huyu mkuu wa anga anachokifanya kwenye ulimwengu wa roho, kabla hajavuruga ndoto za maisha, kabla hajavuruga ndoto za uchumi wako, kabla hajavuruga ndoto za mafanikio yako, kabla hajavuruga ndoto za kazi yako, cha kwanza ulimwengu wa roho anakufunga ufahamu. Ndio namkuta mtu sasa amekata tamaa kwenye maisha. Ndio namkuta mtu anasema, nina mtaji sijui cha kufanya, nina pesa sijui cha kufanya, sioni nifanyeje, nianzeje kwenda mbele sioni, nirudi nyuma sioni. Kabla hawajakushughulikia katika ulimwengu wa roho, cha kwanza wanafunga ufahamu wako wa rohoni. Cha kwanza wanashika ufahamu wako wa rohoni. Pendwa unanisikiliza, mtu wa Mungu unanisikiliza, kazi ya pili ya mkuu wa anga, ili avuruge ndoto zako, ili avuruge maisha yako, ili avuruge fikra zako, cha kwanza anafunga ufahamu wako wa kiroho. Unaweza ukasema, ndio unakuta mtu anakuwa tu mlevi, unakuta mtu tu anakuwa mzinzi, unakuta tu mtu anakuwa hajielewi, wakifunga ufahamu wako wa rohoni. Na unapofungwa ufahamu wa rohoni, yale mambo ya kwanza uliokuwa unayaweza, ile vitu vya kwanza uliokuwa unavifanya vizuri kwa wepesi, mambo ya kwanza uliokuwa unafanya vizuri kwa wepesi, baada ya kukufunga ufahamu unashindwa kufanya, unashindwa kufanya,
unashindwa kutenda, unashindwa kufanya vizuri kwa sababu amekufunga ufahamu wako wa kiroho. Unasema, mtumishi Apostle Katambi, unaongea nini? Tutaenda kuangalia watu wengi wamefungwa ufahamu. Wanafunzi shuleni wanafungwa ufahamu. Toto naweka tuition wapi? Wanafunzi vioni wanafungwa ufahamu. Yeye ameenda kule anaenda kufanya ngono, ameenda kule anatafuta mwanaume au mwanamke, anakula zile hela unazomtumia. Wanafungwa ufahamu. Watu wengi leo wanafanya dhambi. Cha kwanza, amefungwa ufahamu. Kabla hawaja kushambulia ulimwengu wa roho, kabla hawaja kupiga ulimwengu wa roho, cha kwanza wanakufunga ufahamu au akili za rohoni. Ufahamu ukifungwa, akili za rohoni zinafungwa. Hujui namna ya kutoka, hujui namna ya kutenda. Hii ni kazi ya pili ya mkuu wa anga. Kwa unapoanza kuomba, anza kufungua ufahamu wako wa rohoni katika kila jambo unaolifanya kwenye maisha. Wakitaka kukudhibiti, wanakufunga ufahamu wako wa kiroho. Kitabu cha Wagalatia sura ile ya tatu mstari wa kwanza. Wagalatia sura ya tatu, Wagalatia sura ya tatu mstari wa kwanza. Ndio maana tumekuwa na watu kwenye jamii, unaongea naye kitu lakini baadaye anarudia pale pale. Unamshauri kitu, acha hiki kitu ni kibaya, nasema nitaacha kabisa, ninaacha kabisa. Mnamshauri, mnakalisha vikao, mnafanya nini, baadaye anarudia pale pale. Wanafunga ufahamu wa rohoni, wanashika ufahamu wa rohoni. Wakishika ufahamu wa rohoni, huyu mtu kwenye familia anakuwa ni mzigo, huyu mtu kwenye ukoo anakuwa ni mzigo. Lakini kitu cha kumwombea, msimkatie tamaa, ni kurejesha ufahamu wake wa rohoni katika ulimwengu wa roho. Wagalatia sura ya tatu mstari ule wa kwanza. Wakishika ufahamu wako wa rohoni, huyu mtu anakuwa na shida. Wagalatia sura ya tatu, kitabu cha Wagalatia sura ya tatu mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, enyi Wagalatia musio na akili, ni nani aliye waroga? Enyi Wagalatia, hapo weka Wasukuma musio na akili, maana yake kuna wenye akili. Hapo weka maana yake, hapa anasema Wagalatia musio na akili, maana yake kuna wenye akili za rohoni, ufahamu wa rohoni. Sasa hapa nazungumza kwenye kuna wenye akili na wasio na akili za rohoni. Hapa anasema, enyi Wagalatia musio na akili, ni nani aliye waroga? Enyi Wagalatia musio na akili, ni nani aliye waroga? Maana yake, kabla hawaja kuroga biashara, kabla hawaja kuroga kazi ulionayo, kabla hawaja kuroga ndoa yako, kabla hawaja kuroga familia yako, kabla hawaja kuroga utelekeze familia, utelekeze watoto, kabla hawaja kuroga biashara yako iharibikiwe, cha kwanza kwenye ulimwengu wa roho, wanakufunga akili zako za rohoni. Cha kwanza kwenye ulimwengu wa roho, wanakufunga akili zako za rohoni. Sasa wakifunga akili za rohoni, wanafunga ufahamu wako wa kiroho. Ndio nakuta mtu alikuwa anaweza kufanya malengo. Unaweza kufanya biashara, ukacheza michezo hata 10, ukacheza hata vikoba, ukacheza hata nini, lakini unakuta unashindwa. Yale uliokuwa unaweza mara ya kwanza kuyafanya kwa mwenzako wa ndoa, kwenye mwenzako wa ndoa, kwenye familia, unashindwa kuyafanya. Wanafunga akili za rohoni au ufahamu wa rohoni. Kwa watu wengi wamefeli sana kimaisha na wanatafuta namna ya kutoka kimaisha au kiuchumi.
wanatafuta namna kutoka kibiashara au kikazi, lakini kilichofungwa ni ufahamu wa rohoni. Wanaweka giza kwenye ufahamu wako, wanaweka uharibifu kwenye ufahamu wako, unafunikwa. Wacha wanachukua ufahamu wako, wanaupeleka makaburini. Wanasema kama tunavyozika hapa makaburini, ufahamu wake tumezika huyu mtu. Huyu mtu atainuka tena kimaisha, hawezi kuwaza nitatokaje, hawezi kuwaza, yani hawezi kuwaza kwamba kuna maisha ya mbele. Na wanakuacha kabisa wanapokufunga ufahamu. Baada anapofika uzee, ndo anakufungua ufahamu, ndo unaanza kutafuta nijiwekeze, niwe na maisha mazuri, niwe na mafanikio mazuri, lakini kilichofungwa ni ufahamu wako wa kiroho. Pendwa unaonisikiliza, lengo langu ninafunua siri za kiroho, upate kuomba, upate kufanikiwa. Usitarajie tu ulimwengu wa roho kwamba utaruhusu wewe ufanikiwe. No, nifuatilie masomo yangu yajayo kupitia chaneli hii kwa kusubscribe chaneli hii, like hapo chini, share ujumbe huu, weka komenti yako hapo kwamba ni kitu gani nifundishe katika maisha yako. Mungu atakubariki, Mungu atakufanikisha katika njia zako zote. Kazi ya pili ya mkuu wa anga ni kufunga ufahamu wako wa rohoni. Katika ulimwengu wa roho ni kuteka ufahamu wa rohoni. Angalia vijana wengi leo wameharibikiwa ufahamu. Angalia watu unaowategemea waje walishe familia, waje walee familia. Kuna vijana wawalee ndugu zao, wawalee watoto wao, wawalee baba zao, wawalee mama zao, ndio wamefungwa ufahamu. Hawakuoni, hawakujui. Weka komenti yako hapo chini, na pia nenda hapo juu ya channel hii, utaona kuna namba za simu juu ya channel. Unapofungua channel utaona kuna namba ya simu, au kwenye komenti hapo chini fuatilia, utaona kwenye komenti za haya masomo utaona kuna namba za simu. Nipigie tuombe pamoja, nipigie tuombe pamoja. Na Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Mimi mtumishi wako Apostle Katambi. Piga simu tuombe pamoja, na Mungu akubariki sana, na neema ya Kristo iwe juu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Uwepo wa Mungu kufunike katika jina la Yesu hai. Amen. Shalom, shalom Israeli.